watu wengi wanapowaona waraibu wa dawa za kulevya pamoja na pombe wakihangaika wakiendelea kuweza kutumikia gereza la utumwa wakiwa katika hali mbaya ya kimuonekano, mara nyingi wanakuwa wanawahukumu na kuweza kuwahukumu huko, aidha wanaweza wakawa wanawahukumu kivitendo, na hasa katika namna ya kuweza kuwapa maneno ambayo moja kwa moja yatawafedhehesha, maneno moja kwa moja yataonyesha unyanyapaa wa aina fulani, lakini maneno ambayo yatakuwa si bora kwa yeye binafsi kuweza kusikia kwa mtu mwingine akiwa anaambiwa maneno kama hayo. Anafanya kitu ambacho yeye mwenyewe akifanyiwa anakuwa hapendezwi nacho. Kuna sababu mbalimbali zinaweza kusababisha watu kuweza kufikia katika hiyo hali ambayo wameweza kufikia. Sababu inaweza ikawa ni ukosefu wa elimu, kwa sababu tunaona kuna watu wengi ambao wamejiingiza katika matumizi ya dawa za kulevya. Ukijaribu kuweza kuzungumza naye aweze kukueleza athari ya vile vitu ambavyo alivyokuwa anatumia, anakuwa hafahamu kitu chochote kwamba labda alivyokuwa ameanza kuweza kutumia vingeweza kuweza kumwathiri vipi. Wengi wao hawajui athari zitokanazo na vile vilevi ambavyo walivyokuwa wanatumia. Kwa hiyo ukosefu wa elimu unaweza ukasababisha mtu huyo kuweza kufika katika eneo ambalo ameweza kufika, lakini inaweza ikawa pia mtu huyu amekutana na changamoto mbalimbali katika maisha, aidha ni zile changamoto ambazo zinaweza kutokea katika maisha yake kila siku, ambazo zinaweza kuleta usumbufu wa hisia pamoja na fikra zake, akasababishwa mtu huyo kuweza kutafuta kitu ambacho kinaweza kumpa faraja, au kitu ambacho kinaweza kumpa raha au utulivu kutokana na hali anazoweza kujisikia. Inaweza ikasababisha mtu huyo kuweza kufika hapo alipokuwa amefika. Lakini kuna wengine ambao wamerithi vinasaba vya uraibu. Changamoto ilianzia kwa wazazi wao, na yeye alipozaliwa tayari alikuwa amesharithi vinasaba vya uraibu. Basi anaweza ikasababisha mtu huyo kuweza kufika hapo alipokuwa amefika. Lakini sababu nyingine, watu wengine hukutana na hali fulani au changamoto fulani au mazingira fulani ambayo yakasababisha mtu huyo kuweza kupata maradhi sugu. Anapoweza kupata maradhi sugu anakuwa na hali fulani za kuweza kujikatia tamaa, na mwisho wa siku anaweza akafikia katika hiyo hali ambayo leo unamuona amefika. Kwa hiyo binafsi naweza kuishauri jamii yangu ya Kitanzania, usiweze kumhukumu yule mraibu ambaye unamuona anahangaika katika mitaa, yule mraibu ambaye anahangaika katika hilo gereza la utumwa, kwa kusema kwamba huyu ajitambui au huyu ajielewi. Kikubwa ni kutafuta namna ya kuweza kumsaidia. Kikubwa jaribu kuweza kukaa naye chini na kuweza kutaka kujua historia ya maisha yake, ni nini kilisababisha yeye kuweza kufika hapo alipokuwa amefika. Hapa ni Dapo Recovery House. Hichi ni kituo kinachotoa huduma za utengemao kwa uraibu wa dawa za kulevya pamoja na pombe. Tunasaidia jinsia zote, yani wanawake pamoja na wanaume, na kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0673204332. Saidia usiadhibu.